Umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilia upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana. Biblia nasema yule mtoto wa Farao binti yake alikuwa hanaga uzao, akasema niteremke mtoni niende kuoga. Alipofika kule mtoni akakuta kisafina kinaelea, basi akakiona akakitamani. Alipokifuatilia kwenda kufunua hivi, kuna katoto kazuri kanalia. Akakachukua akasema nimepata mtoto. Na wakati anakibeba kile kisafina, Biblia nasema Miriam naye alikuwepo kando kando anafuatilia mambo yanavyoenda. Basi walipofika kule kwa Farao, binti Farao anamueleza baba yake Farao, nimejipatia mtoto mzuri, nimemkuta akiwa kwenye kisafina na mimi nimemchukua, huyu ni mwanangu. Sasa nifanye nini ili kumlea kuwe? Atanyonya wapi? Yule Miriam akasema, unataka nikutafutie mlezi wa mtoto? Akasema ndio. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Biblia inasema aliyefuatiliwa kuja kumlea ni yule mama yake na Musa Mwebrania. Alipofika pale wakaanza kupanga mshahara wa kunyonyesha mtoto. Wakapanga wakamaliza. Musa akaendelea kunyonya maziwa ya mama yake. Haleluya. Amen. Kwa hiyo kusudi la Mungu likaendelea kusimamiwa kikamilifu na yule mama. Na wakati huo sheria ni mbaya na ni ngumu, ambayo inatishia maisha ya mtu hata kuuawa. Ngoja nikwambie, kuna watu ambao wanasimama kwa Mungu wako, yani wamesimama kwa Mungu vizuri, kwa uaminifu, wako tayari hata kuuawa kwa ajili ya Mungu. Amen. Wamejitoa maisha yao, wako tayari, kwa sababu wanajua tusipomtumikia Mungu hatuna wa kumtumikia mwingine. Tusiposimamia kusudi la Mungu hayupo atakayelisimamia. Hasa wewe mama, unapoitwa na Mungu, Mungu anakusudi. Amen. Anakusudi. Kwa hiyo uwe msubutu. Haijalishi wakati ni mgumu. Kuna wengine wanapoona vipimo na majaribu na wakati kuwa mgumu, wanatamani kukimbia, wanatamani kuacha wito, wanatamani kuacha wokovu. Usikimbie, kwa sababu Mungu hajawahi kumwaibisha mtu shujaa. Anayesimama kwa kusudi lake hajawahi kumwacha. Kwa hiyo Mungu alisimama kuisimamia mipango yake iende kama ilivyopangwa, kwamba Musa amezaliwa atanyonya maziwa ya mama yake mpaka dakika ya mwisho, mpaka kwenda kuimiliki ndoto ya kuwakomboa wana wa Israeli. Yes. Haleluya. Amina. Endelea kusoma. Mstari wa 6 unasema, akakifungua akamuona mtoto. Ndio. Natazama mtoto yule analia. Basi akamhurumia. Akasema, huyu ni mmojawapo wa watoto wa Waibrania. Ndio. Basi umbu lake mtoto akamwambia binti Farao, je, niende nikamwite mlezi katika wanawake wa Kiebrania aje kwako akunyonyeshe mtoto huyu? Ndio. Binti Farao akamwambia, haya, enenda. Yule kijana akaenda akamwita mama yake yule mtoto. Ndio. Binti Farao akamwambia, mchukue mtoto huyu ukaninyonyeshe, nami nitakupa mshahara wako. Yule mwanamke akamtoa mtoto akamnyonyesha. Ndio. Mtoto akakua, naye akamleta kwa binti Farao
akawa mwanawe. Akamuita jina lake Musa. Akasema ni kwa sababu nalimtoa majini. Bwana asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo mtoto alikuwa na binti Farao alizani amepata mtoto. Lakini bado huyu mama yake na Musa wakati anamnyonyesha mwanae alikuwa anampa maelekezo kwamba wewe pamoja na kuwa sasa umeokotwa na binti Farao, utaenda kukaa kwenye jumba la Farao, utasikia sheria ya Farao na elimu ya Farao utaipata, lakini usisahau kwamba wewe ni Mwebrania. Usisahau. Mama yake akaingiza elimu ya kwanza kwa mtoto. Sisi wa mama ndio tunaoweza kuifundisha jamii. Na misingi yote tunayoiona kama watoto wanaharibika au watoto wanaenda vizuri ni misingi ya mama iliyotangulia kusimama kwa watoto. Dunia imejaa wanawake na wanaume. Wengine ni watu wazuri, wengine ni wabaya. Na wengine tabia zingine wamezitoa kwenye familia zao. Tabia mbaya wamezitoa huko. Ndio maana leo tunaonaga na duniani kuna magaidi. Kuna watu wanaojibadilisha, wengine wamekuwa mashoga, ni wanaume lakini wanaingia kwenye ndoa ambazo ni za mwanaume na mwanaume. Kuna watu wanaume wengine wanasuka, wengine wanavaa hereni. Ni machafuko, ni roho zimewaingia watu. Lakini mimi navyoelewa misingi yetu sisi wakina mama, hakuna mama anayehitaji mwanae apotee. Hakuna mama anayehitaji mwanae ashindikane. Kila mtu huwa anaweka misingi mizuri kuhakikisha inatokea jamii njema. Amen. Inayompendeza Mungu. Amina. Sasa uzuri sasa miaka hii tulionayo, watu wengi wameokoka. Wamama wengi wamo kanisani. Leo hesabu ya wamama kanisani ni kubwa kuliko ya wanaume. Kusudi la Mungu likae sawa sawa. Ametuleta kanisani ili tuzidi kutengeneza jamii nzuri. Dunia yote iwe ya Mungu, mtaa wote uwe wa Mungu, tarafa yote iwe ya Mungu, mkoa wote uwe wa Mungu. Ndio maana wanawake ni wengi. Siku zote unapopiga tathmini au unapofikiria ujiulize swali hili: kwa nini sisi wa mama ni wengi kanisani? Kwa nini? Kuna mpango upi? Mungu ana mpango. Yes. Kupitia sisi. Amina. Tuiokoe dunia. Tulete watu wazuri wenye maadili yanayotoka kwa Mungu. Kwa hiyo huyu mwanamke Mwebrania Yakabedi mama yake na Musa akamfundisha Musa maadili ya kimungu. Hata alipokuwa kwenye jamii ya Farao akawa mtu mzima, Biblia inasema kwamba alikuwa amefundishwa elimu ya Farao. Alikuwa amefundishwa sayansi ya Farao. Lakini alipokuwa mtu mzima, Biblia inasema alikataa kuitwa mtoto wa Farao wala mwana wa binti wa Farao. Akakataa kuwa mahali pale. Akasema mimi naenda pamoja na ndugu zangu. Fundisho lako mama kwa watoto linafanya kazi. Hawatalisahau. Biblia inasema katika Misali 22:6 ya kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hataiacha hata atakapokuwa mzee. Amina. Usijidharau. Hata kama wewe hujasoma, hata kama wewe ni mfupi au mwembamba au namna gani maisha yako, elimu yako ni ya muhimu kwa mtoto. Na wala usijidharau kwamba mimi labda sifai. Ukaangalia familia zingine zilizofanikiwa zaidi ukajiona wewe ufai kusema chochote au kufanya lolote. Wewe upo kwa kusudi la Mungu. Amen. Uwe hujasoma, uwe umesoma, wewe upo kwa kusudi la Mungu, na una maneno mazuri yatakayomsababisha mwanao au kulia wokovu. Awe mtu mzuri, awe mtu mstaarabu. Hata akisoma akapata cheo akaongoza, atakuwa na maadili mema. Hata ongozwa na elimu ya darasani peke yake, na wewe utakuwa ni mmoja wa kuchangia 75% katika maadili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo sisi wa mama
tumelibeba kusudi kubwa. Tukiendelea kusoma ni hadithi ndefu ya Musa, lakini Biblia inasema Musa alipokuwa mtu mzima alikataa kukaa kwa Farao, akaenda kuungana na Waebrania wenzie. Ndipo Mungu akamtokea akamwambia, ninataka uende kuokoa wana wa Israeli kutoka kwenye mikono ya Farao, watoke huko kuabudu miungu, waje waniabudu mimi Mungu, wafanye ibada ya kweli. Kwa hiyo huyu mama tunaona mchango wake mkubwa kwa ajili ya kusudi la Mungu lililo kuu, kumleta Musa duniani na kumfundisha Musa duniani na kumtetea mpaka anajenga kisafina, anamficha kwenye baby show ili asiuawe. Ulikuwa ni mpango mkubwa. Biblia inasema watu 600,000 walioongozwa na Musa kutoka Misri, na hiyo ni hesabu ya wanaume. Hesabu ya wanawake haikuhesabiwa na watoto hawakuhesabiwa. Watu 600,000 anawaongoza Musa, lakini aliyesimama kulinda ule uhai ni yule mama. Na uangalie mazingira ya wana wa Israeli, walikuwa ni watu wa kuamkia kupigwa viboko, watu ambao wanakula chakula kwa manyanyaso, watu ambao hawana riziki za kutosha, watu ambao hawakusaminiwa hata kidogo. Lakini pamoja na manyanyaso, pamoja na kupita kwenye tanuru la moto, bado kusudi la Mungu alilibeba kikamilifu. Bado alimlinda mtoto wake. Nini kinakushinda wewe leo? Anasema majaribu, sijui vitu gani. Ndugu yangu, tusiposimama kikamilifu katika kizazi hiki tulicho nacho, tutaulizwa, tutakoswa cha kujibu. Bwana asifiwe. Tutaulizwa, tutakoswa cha kunini? Cha kujibu. Tutakoswa cha kujibu. Lakini napenda nikutie moyo, haijalishi mazingira yamekaaje, lisimamie kusudi la Mungu. Mahali hapa kanisani umeletwa, wewe ni lango la Mungu. Mama mchungaji ni lango. Angekataa kuja kusimama hapa, nyinyi msingekuwepo. Lakini kwa sababu alinyenyekea alipoitwa, ndiyo maana leo mpo mmesimama. Ana mchango mkubwa kwenu, kuwasaidia mambo mengi. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo sisi wakina mama tumeitwa katika kusudi kubwa ambalo wakati mwingine sisi wenyewe hata hatuelewi. Wakati mwingine unamkuta tu mama amebaki kujililia tu, hana maamuzi, anakata tamaa hata kwenye huduma. Umepewa nafasi, huitumiki inavyotakiwa kwa sababu ndoa ina changamoto, kwa sababu maisha ni magumu, kwa sababu vitu gani, watoto hawakusikiliza. Waache wasikusikilize, lakini elimu yako uliyoitoa itafanya kazi. Utayaona matokeo. Hata kama wanakutukana, usikate tamaa kwa Mungu. Bwana asifiwe. Usikate tamaa kwenye huduma yako ambayo Mungu amekuchagua. Simama kwenye hiyo huduma. Nataka nikwambia, hata kama upo hapa kanisani, kama una huduma yoyote, umepewa nafasi kusimamia wamama, umepewa nafasi wewe ni shemasi wa kike, umepewa nafasi wewe ni mzee wa kanisa wa kike, simamia kikamilifu. Nataka nikwambie, dunia ya leo, wala mtu asikudanganye kwamba wanaoweza ni wanaume peke yao. Hapana, hapana. Wanawake tunaweza. Wanawake tunaweza. Uzuri, Mungu alipoweka akili wote alituwekea. Na Roho Mtakatifu aliposhuka, Biblia inasema alishuka kwa wanawake na wanaume. Biblia inasema, Paulo anasema hakuna cha Myunani wala, wote tumechaguliwa. Simama kikamilifu. Simama kwa wakati wako. Mimi huwa napenda kuambia hivi, kwanza muda ni mchache sana. Miaka ya kuishi ni michache.
hata kama ingekuwa 100 ni michache. Unapaswa kufanya maamuzi ya kweli na kuamua kweli kweli, kutumia muda vizuri, ili usije ukaacha pengo au ukaacha gap. Kila mmoja peke yake, wala masuala ya kutumika hayahitaji kikundi wala vikundi, yanakuhitaji wewe mmoja. Hili kanisa, mtu mmoja anaweza kusimama upande wa wamama akayanyosha mambo mpaka wote mkaelewa. Hata kama utakuwa mpinzani wake, siku moja hautakuwa mpinzani, utabadilika, utamuunga mkono, kwa sababu kila anayebeba maono ya Mungu hayafungiwagi mlango. Ukifunga, Mungu anapita, anaingia. Paulo na Sila walipokuwa gerezani, Biblia inasema milango ilifungwa na makufuli makubwa yakawekwa na minyororo walifungiwa, wakawekwa kwenye vyumba vya ndani. Lakini Biblia inasema muda wa saa 8 usiku, Paulo na Sila walipoanza kusifu na kuomba Mungu, Biblia inasema Mungu alishuka akalitikisa gereza misingi yake, halafu yale mageti na masoleksi na minyororo vyote vikadondoka chini. Afu utazuilia Mungu asifanikiwe? Utaweza? Wako walioshindana wakachoka wakashindwa, na leo historia zao zinaendelea, tunazisoma. Sasa ukiwaona hao, usifate hiyo njia. Na hata ndani ya makanisa tunaona mtu anaweza kushindana na maono ya Mungu. Mnafanya hiki, hatutaweza, hatuna hela, sisi ni maskini. Siku ambayo wanakwenda kufanya ile kazi, ndio unaona ile kazi inafanikiwa. Hata kama hukuwepo, unaanza kupiga simu, wanakuambia leo mambo ndio yamekuwa moto. Unabaki unashangaa peke yako huko, watu wameshamtumikia Mungu na mambo yamekaa vizuri. Kwa Mungu hashindanagi na mtu. Bwana asifiwe. Hata kama una nafasi, kasema tena hiyo nafasi nikiacha, mimi ndio solo naimbisha, nikiacha hii kwaya itakwama. No. Sije ukajiambia kitu kama hicho. Mungu hajawahi kufeli wala kukwama kwa njia moja ama nyingine. Hajawahi kukwamishwa na mtu, ila yule mtu ndio atakayekwama. Simamia nafasi yako. Leo watu wanaokoka kila siku inayoitwa leo. Kuna watu wanaombewa sala ya toba duniani kote, hata nchi ambazo zilikuwa zimekataa wokovu, Yesu mwenyewe anawatokea, wanaanza kuokoka. Juzi nilikuwa naangalia mtandaoni, nikawa naangalia nchi ya Iraki. Yesu ametokea, maelfu ya watu wameokoka. Sasa wakawa wanasema kwamba nyinyi mnaokoka ni kuchinjwa, na kweli watu wamechinjwa wengi, lakini yule mchinjaji anayekuja kuchinja, mwingine anapokuwa anachinja, anaweza kumchinja mtu naye tayari wokovu unamshika na okoka. Wakasema sasa katika nchi hiyo ina watu 85% wanaomjua Yesu. Wapinzani wanaendelea kupungua, jeshi la Mungu linaendelea kuongezeka. Hata kama walikuwa wamezuilia na wanadamu wakafika sehemu wakaogopa kuingia kwa ajili ya ubinadamu, Yesu mwenyewe anatokea, anawaambia mimi ndimi njia ya kweli na uzima, mtu haendi kwa Mungu bila kupitia kwangu. Wanasema sasa sisi tuko kwa Muhammad, tutaenda wapi? Inabidi wamfuate. Haleluya. Kwa hiyo hakuna atakayezuia maono ya Mungu. Sisi wamama sasa, cha muhimu ni kila mtu kuamka kulitumikia kusudi la nani? Kusudi la Mungu. Wako watu wengi kwenye Biblia. Tunamwona Mariamu hapo kwenye Luka 2. Luka sura 2. Ngoja nifike na mimi. Angalia sura ya kwanza. Sura ya kwanza. Twende mpaka ule mstari
ambayo Mariamu alitokewa na malaika. Mstari wa 26 soma. Luka sura ya kwanza mstari wa 26. Biblia inasema mwezi wa 6 malaika Gabrieli alitumwa na Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya jina lake Nazareti kwa mwanamwali Bikira Mariamu aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu Yes. wa mbali ya Daudi na jina lake bikira huyo ni Mariamu. Akaingia nyumbani mwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yu pamoja nawe. Ndio. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume. Ndio. Na jina lake utamuita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu. Na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Ataimiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Unaona mambo makubwa haya. Mariamu huyu alikuwa ni lango kwa Bwana. Kama Mariamu kalikuwa bado ni kabinti, tena kabikira, akajajua mume. Malaika anamtokea, anampa salamu, anampa na taarifa kwamba wewe utachukua mimba, wewe umebarikiwa, utachukua mimba, utamzaa mtoto, na huyo mtoto atakuwa sio mtoto wa kawaida. Mtoto huyu ni mtawala, atamiliki enzi ya Daudi, lakini huyu atakuwa mwokozi wa dunia, lakini pia ufalme wake hauna mwisho. Ufalme wake hauna mwisho. Kuna maswali Mariamu aliyasema kwamba mbona mimi sijui mme, na hili swala litawezekana vipi? Na umri wangu ni mdogo. Kwanza mimi sistahili, mungeenda kuangalia kule mamiamba makina mama huko ambaye ameshakula chumvi ndio yangefanya hii kazi. Mimi nitawezaje? Mungu akasema, nimesha kuchagua wewe. Mungu amekuchagua wewe, wala usimwangalie mwingine. Huna sababu ya kumwangalia mwingine. Amekuchagua wewe, ulibebe kusudi. Na kusudi lile unalolibeba ni kusudi la vizazi hata vizazi. Leo sisi tumekuwa malango sasa ya vizazi vinne. Ngoja nikwambie wewe mwanamama, wewe ambaye umeokoka, wewe wazazi wako hawajawahi kuokoka. Ni wangapi ambao wazazi wao hawajaokoka ila umeokoka wewe? Nyosha tu mkono. Ambao wazazi wao wameokoka na wao wakaokoka, ni wachache, si ndio? Ni wachache. Sasa sisi ambao tumeokoka, wazazi wetu hawajaokoka, yaani kuanzia kwako wewe, Mungu anaanza kutengeneza lango jipya. Amina. Maana yake kizazi ambacho naanza kukitoa leo, kukichipusha wewe, ndio kizazi ambacho Mungu anaanza kuhesabu kwanza. Umeanza kutengeneza kizazi kitakatifu wewe. Amina. Wewe ndiye mtu wa kwanza, sasa ndio lango. Kwa hiyo unapaswa kujipanga zaidi. Kile unachokifanya, kile unachokitamka, vile unavyotembea na vile unavyoamua. Amen. Wewe ni lango. Amen. Haijalishi sio mzaliwa wa kwanza kwenu, lakini kwenye familia yenu umekuwa mzaliwa wa kwanza kwa Mungu. Amen. Ni lango sasa ambaye unamletea Mungu uzao mzuri. Mariamu anaambiwa wewe umebarikiwa, utachukua mimba. Kwani alikuwa hana ndugu zake? Walikuwepo, hawakuchaguliwa. Haikuwepo jamii nyingine, ilikuwepo, haikuchaguliwa. Hata alipotoa yale maswali aliambiwa, kwa Mungu hakuna lisilowezekana. Madamu nimekuchagua tu wewe, itawezekana. Huyo mtoto hautamzaa kutokana na mwanadamu mwenzako, ni
ni Roho Mtakatifu atakufunika na wewe utachukua mimba, utazaa mtoto. Mimba hiyo ni kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Mume wake akaazimia kukimbia na kutoroka. Biblia inasema malaika mwenyewe alishuka akamwambia, tulia, haya mambo sio ya kwako. Wewe tulia, ukae hapa, mambo haya ni ya kwangu, ni ya Mungu. Akaambia usikimbie. Akahofia desturi za dini yake kwamba atakuja kupondwa mawe. Wayahudi kwa mambo kama haya ni wakali, wanakuua. Lakini akaambiwa tulia, hakuna atakaye kuua na mipango yangu itaendelea kama niliyopanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mariamu akaendelea kulea ile mimba, akamzaa mtoto, na misukosuko ilikuwa ni mikubwa. Ndio maana wakati ule wa kuzaa, Biblia inasema wakati ule ulikuwa ni wa sensa. Watu wanaenda kujiandikisha katika mji wa Nazareti. Biblia inasema alipofika kule, uchungu, azalie wapi? Kila nyumba anayoingia wageni wamejaa. Mama wa watu akaenda kujifungulia kwenye holi la ng'ombe, akamzaa mtoto. Holi la ng'ombe, tunajua ng'ombe zimo mle na mavi ya ng'ombe yapo, lakini mama alilindwa na malaika. Yule mtoto akazaliwa, na baada ya kuzaliwa shetani hakunyamaza, na watu wake, huyu mtoto auawe. Mipango yote ilisukwa, lakini hakuna kilichowezekana hata kimoja. Mariamu aliondolewa pale, akapelekwa nchi ya Misri kwenda kufichwa na Mungu ili mtoto awe salama, ili mpango wa Mungu uendelee. Leo kwa nini unajidharau? Leo kwa nini unajiona huwezi chochote kanisani? Leo kwa nini unajishusha? Hata kama maisha yako chini, napenda nikuambie hayo maisha Mungu atapitia hapo hapo, hatafanya muujiza mwingine tofauti na ulivyo ili kukuinua wewe. Amen. Yule mwanamke mke wa nabii ambaye mume wake alifariki, akaacha madeni. Ameacha madeni, wadai wamekuja baada ya mume wake kufariki. Wanasema kwamba kama hauna pesa za kutulipa, sisi tunachukua wanao, tunapeleka utumwani, tunaenda kuuza. Hawana huruma. Mama anasema, jamani, wanangu wanakwenda, nifanye nini? Biblia inasema yule mama alipomwona Elisha akamulilia Elisha, akamwambia, baba nisaidie, mume wangu alikuwa mtumishi wa Bwana, alikuwa nabii. Ninaomba sasa unifanyie la kufanya, wanangu wasiende kuuzwa. Akamwambia, una nini? Sina kitu, mimi mtumwa wako. Una nini mama? Nina chupa moja tu ya mafuta. Akamwambia, leta hiyo chupa. Akaileta. Akamwambia, nenda kakusanya huko vyombo kwa majirani zako ulete hapa. Alikuwa ameishiwa, hata vyombo hana. Nyumba ni nyeupe. Mwanaume amekufa, ameacha madeni. Biblia inasema yule mwanamke akaenda kuazima vyombo. Ameenda kuazima vyombo, ameleta. Akamwambia, beba hiyo chupa, anza kumimina hayo mafuta kwenye hivi vyombo. Akaanza kumimina. Akamimina mpaka vyombo vyote vikajaa mafuta. Wewe ulicho nacho kidogo ndicho kitakuinua. Amen. Anza hapo hapo na maisha yako yalivyo. Hata kama yako chini, anza vile vile. Useme mpaka nikipata tamtumikia Mungu. No, huelewi. Mungu anataka uanze na kitu kidogo ili upate kuona mkono wa Bwana. Na ifike sehemu uwe na ushuhuda. Unasema aliyefanya ni Bwana, sio mimi. Sio nguvu zangu, sio akili zangu, sio usomi wangu, sio wingi wa vitu nilivyo navyo, isipokuwa ni Bwana ametenda.
ile chupa ilitoa mafuta mengi, maana ndicho alichokuwa nacho ndani ya nyumba. Uwezo ulionao, ufahamu ulionao, nguvu ulizo nazo, ndizo ataanza nazo Mungu kukubarikia wewe. Kwa hiyo roho ya madeni ikawa imeondoka kwenye familia ya huyo mama na watoto wake wakabaki salama. Ndio maana nakwambia wako wa mama waliofanya mazuri ambao leo tunajifunza kwao. Historia zinasoma. Tunapojifunza na kusoma, yanatupa nguvu na sisi kusimama. Usijizanie wewe ni mtu mdogo sana. Unaweza kusababisha mambo makubwa mahali hapa kwenye kanisa lako. Watu wakamjua Mungu kupitia wewe. Nataka uwe na shauku leo. Uwe na njaa kwamba mimi nataka kuvuka viwango. Nisiwe mama wa kawaida wa kujidharau na kujikatia tamaa. Biblia inasema jitahidi ni kujionyesha kuwa mmekubaliwa na Mungu. Hiyo kalama iliyomo ndani mwako itumie. Leo kalama na vipawa ni hela kwa watu. Watu wenye kalama, watu wenye vipawa, watu wenye uwezo wa kutengeneza chochote au kufanya chochote, wametajirika kupitia vipawa vyao hivyo. Kipawa haijalishi umesoma hujasoma, kinafanya kazi. Amina. Kwani kumtumikia Mungu mpaka tuende form 4? Hapana. Hapana. Tuwe na vyeti vya diploma. Kuna njia za kubarikiwa na Mungu hazihitaji hata cheti cha darasani, ila ukatoka maisha, Mungu akakukumbuka, Mungu akakuinua, Mungu akakuweka mahali ambapo wengine wameshindwa kufika. Hatuhitaji vyeti. Leo akina Jeni tuko hapa, tulikomea la 7. Lakini tunahubiri. Amen. Tunaongoza. Amen. Watu wanamuona Mungu, watu wanainuliwa, watu wanabarikiwa, watu wanajenga nyumba nzuri kwa sababu tunawapa elimu ya Mungu, tunawaombea. Hatuna vyeti vya form 4 wala form 5 wala form 6 wala chuo. Sasa sisi kama elimu ilituacha, hata kama umesoma sawa au elimu ilikuacha ukusoma, hii hapa elimu ya bure. Amen. Tena hii elimu tunayojifunza ni elimu juu ya elimu zote. Yes. Maana ni ile inayoshuka kutoka juu. Hata msomi bado anaitegemea. Amina. Leo tuna watu wana vyeti bado wanamsaka mdoe awaombee wakaajiriwe. Yes. Amina. Wanamtaka awaombee wakaajiriwe. Kwa nini hivyo vyeti vyao visiwapeleke? Wengine wameajiriwa hawawezi kupandishwa daraja mpaka mchungaji aweke mkono. Elimu ya juu sana hii. Amina. Elimu kubwa. Amen. Elimu kubwa. Unafikiria Musa anaenda kuigawanya bahari. Kuna msomi aliyegawanya bahari? Hakuna mwanasayansi aliyegawanya bahari. Wao waseme tu ni wanasayansi, lakini hawezi kupiga mwamba katoa maji watu wakaja. Lakini mchungaji anaupiga mwamba na maji yanatoka na watu wanakunywa, wanapata uzima. Kuna watu panado zimewashindwa, wamezinywa mpaka wakazitupa chini ya uvungu. Lakini Yesu alipokuja tukapona, tukawa wazima. Sasa wewe unashangaa. Tuko kwenye darasa zuri. Lenye maarifa ya kutosha. Ukishapata maarifa ya Mungu, huna shida kwenda kwa jirani kumuuliza chochote. Hauna shida. Haleluya. Hauna shida. Hata kama mtoto wako ana feri huko darasani, leta sadaka hapa. Amen. Mambo yananyoka. Amina.
au njoo uombe hapa. Ukishapiga magoti hapa ukaomba, hakuna ada unayoomba, ni bure, maana madhabahu ilishatengenezwa. Watumishi wa Mungu walipokuja mahali hapa walitumwa na Mungu hapa akatengeneza lango la mbinguni. Malaika wanapanda na kushuka kuhudumia jamii yake. Ukija ukasema neno, Mungu nataka hivi na hivi, lazima ujibiwe hapa. Hapa hakuna cha kusoma miaka 7. Hapa tu kimfahamu Mungu vizuri tayari. Amen. Sasa nahangaika. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kwa mama hawa walifanya mambo makubwa. Wakina Mariamu anabeba mimba, anajitakasa, anajiweka kwa Mungu vizuri, anamzaa Yesu. Leo Yesu kaokoa mamilioni ya watu duniani. Leo kila goti linapigwa mbele ya Yesu. Yesu alishaenda mbinguni, lakini utakuta watu wanaomboleza, utakuta watu wanalia, Yesu tusaidie. Alishaondoka. Alihubiri miaka 3.5 tu, akatengeneza wanafunzi 12. Hao wanafunzi ndio walienda kuomba pale Yerusalemu, wakaleta uamsho. Uamsho huo ukaenea dunia nzima. Leo tumemjua Yesu. Wewe umeokoka, na watoto wako wataokoka, na wajukuu wako wataokoka, na wajukuu wako wataokoka. Miaka 3.5 na siku 3, moja kwenda msalabani, ya pili kushinda kaburini, ya 3 kufufuka. Hizo 3 zimefanya mambo makubwa. Leo dunia inaokolewa. Ndio maana lugha ya dunia inakwenda inabadilika kila kunapokucha. Sasa hivi salamu ya kwanza si ni Bwana asifiwe? Ndio Bwana. Zamani ilikuwa gapi? Tunaanzia mwago huko. Leo hayo mambo yanaendelea yanajifuta. Ukisikia tu simu, Bwana asifiwe mama, mpaka na wapagani. Tunaona lugha inaenda inabadilika. Na wewe umeshabadilika sana, na usemi wako umeshabadilika sana. Hata leo mtu akija na kutisha anakwambia, wewe nimeota unakufa, namwambia sifi, ili niyasimulie matendo makuu ya Mungu. Umebadilika sana. Nakwambia sasa hivi walokole wanatesa kwa zamu. Unafikiri mtu anaweza kutisha? Hakutishi. Unayo maneno, unayo lugha. Ukisema hiyo, nyamkela zote kimya. Ndio maana hawa walokole hawa ni watu wabaya sana. Yaani hawa walokole hawa, yaani sijui ni wachawi, sijui ni filimasoni, sijui. Ukiona unaitwa filimasoni na umeokoka kweli kweli, wewe umesha kwenda juu. Wewe sio wa mavumbini tena. Maana kiwango chako wamekipima, wameshindwa kutafasiri. Nabidi tu wakuite filimasoni. Usiogope na wala usikasirike. Ambie sasa hawa watu wameshaanza kuelewa muziki ni mnene. Haleluya. Haleluya. Mimi huwa nikisoma Biblia nafurahia sana. Naona wanawake wengi walio trend kwenye mitandao ya zamani. Ingekuwa leo tunaona kwenye mitandao wana muziki wasanii eti wametrendi kukaa uchi, vitobu nje, amevaa kasuruali ka soksi, maumbile yote atika trendi. Bwana ametrendi nini huyo? Wako wakina Mariamu, wako wakina Abigaili waliookoa familia zao. Mwanaume anataka kuuawa, Abigaili anasimama kwa Mfalme Daudi, anaomba msamaha. Mfalme Daudi ana majeshi yenye askari 400, wanakwenda kwenye mji wa mtu huyu mmoja, Nabali aliyemtukana mfalme na vijana wake. Anaenda kuangamiza, anasema leo sintaacha hata sikio la mtu. Lakini Abigaili anasimama kwa zamu yake, aliyeumbwa kwa kusudi la Mungu. Anasema, Daudi, jamani nihurumie, msamehe mume wangu huyu mwenye akili mbaya, kama
jina lake lilivyo, naomba uhurumie uzao wangu. Daudi akasema, ibarikiwe hekima yako kuniwahi kuja kuniomba msamaha. Leo nilikuwa ninaangamiza, nina upanga. Maskari wote wana nini? Upanga. Maana aliwaambia jifungeni upanga, twende nikamwonyesha huyu Nabali mpumbavu. Lakini mwanamke, angalia mwenzako, mtazame mwenzi, mwambie ni zamu yako, ni zamu yako kusimama kama Abigaili. Mama kama Abigaili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mikono juu wa mama. Akasema, utusamehe, nihurumie, chukua zawadi. Mfalme Daudi, chukua zawadi, nihurumie. Mume wangu amefanya upumbavu na ni mpumbavu kama jina lake lilivyo. Daudi hasira ikashuka, akashuka juu ya punda wake, akasema, ubarikiwe mama. Biblia inasema Abigaili alikuwa ni mwanamke mzuri wa uso, lakini mwenye akili nzuri. Mimi najua hapa tuna akili nzuri. Mungu ametuumba tuna akili nzuri. Mfalme Daudi akasamehe hiyo familia kupitia mwanamke, wakawa salama. Sasa unadhani kama angeangamiza hao watu, hawangekuwepo na vizazi vyao vingejifuta. Maana alikuwa amesema nitaua mpaka katoto ka mwisho. Lakini huyu mama akawa na busara. Ndio maana ya kuwepo mtu anaitwa mwanamke. Amina. Wengine wanasema mimi bora ningeumbwa tu nikiwa mwanaume. Ujitambue. Bwana asifiwe. Hujielewi. Wewe unaona wakina mama hapa wamefanya mambo makubwa, alafu unasema ningeumbwa mwanaume. Bado Mungu anataka kuona kila ambacho amekikusudia kionekane. Amina. Hili kanisa, wamama muwashe moto. Wamama ndio waombezi wa kanisa. Wamama ndio walinzi wa kanisa. Anasema wamama wanaotangaza habari. Hiyo ni Zaburi 61 mstari wa 11. Wamama watangazao habari ni jeshi kubwa. Sasa mimi nikasema jamani, huyu Mungu anasema jeshi, wamama ni jeshi. Kwa nini asiende hao miamba hao wanaume? Akawaambia nyie ndio mjipanga hapa, nyie ni jeshi. Lakini anasema wamama wanaotangaza habari njema ni jeshi kubwa kwa Mungu. Kwa nini? Wewe ulishajiuliza kuna maana gani hapo? Ni jeshi kubwa kwa sababu wewe ndiye unayezaa. Elimu ya kwanza ni wewe ndiye unayeitoa. Wewe una watu wengi. Siku moja nilikuwa nafundisha watoto wa Sunday. Nikawauliza, nani anampenda baba yake na mama yake? Hawakunyosha, wengine wakanyosha. Nani anampenda mama yake? Wengi wakanyosha. Kasema nyie watoto vipi? Mbona hampendi baba? Baba ni mkali. Nikasema hapa kuna kitu. Hawa watoto nikasema ngoja niwaache nisiwaharibu akili. Lakini nikaona kuna kitu. Hawa watoto hawa wanaelewa vitu vingi sana. Wanajifunzaga vitu vingi. Nikamwambia mnapaswa kuwapenda wote, wazazi, baba na mama. Lakini kuna vitu vingi ambavyo wanavipata kwa wamama. Nikuambie sasa. Ndio maana sasa hivi wewe kama mama wa mtoto, unapozaa mtoto, mwangalie mwanangu ana kipawa gani, ana uwezo gani, mtie moyo.
mtie. Anaweza kuwa darasani hesabu hajiwezi, mambo ya sayansi hayajui, naona mwambia usipofanya mtihani ukapata 100 kwenye sayansi sikuelewi, nitakupiga nikupasue kichwa. Mtoto anazidi kuchanganyikiwa, lakini ana kipawa kingine tu ni kikubwa. Mimi haya mambo ya sanaa usinete hapa, ujinga. Nani alikuambia kipawa kinatupa mtu? Kipawa hakitupi mtu. Leo kila kipawa cha aina yoyote ni pesa na ni watu wanakuwa mabilionia. Kwa hiyo akishindwa darasani, usimtukane ukamtishia mpaka mtoto ukamharibu saikolojia yake. Kila anachoweza muunge mkono, mtie moyo. Mimi usipokuwa mwalimu, si unaona baba yako ni mwalimu, usipokuwa mwalimu sikuelewi. Kwani nao ni mzimu kwamba ni wa ukoo unafuatilia? Kama hawezi hivyo vitu muache, kama anaweza mtie moyo, asomee hivyo vitu na awe unavyotaka. Lakini kama utaona hawezi, ana kitu kingine anachokitaka, mtie moyo katika kila anachokiweza. Sababu tunaona leo watu wana vipawa, wengine wanacheza mpira wanatajirika, wengine mpaka nilicheka siku moja, mtu amechaguliwa kwenda kuigiza kwenye kipawa cha kulia tu, akasema mimi sanaa hii imenitoa kwa sababu ya kuwa mwepesi wa kulia. Kumbe na kulia nayo ni kipawa. Akaanza kuonyesha, nimejenga jumba, nina duka sasa hivi ninauza nguo za special. Mtaji huo umetokana na kipawa cha kulia. Anawekwa kwenye kitengo cha kulia. Ukifika muda akiulizwa swali, machozi tayari yanadondoka. Tayari pesa hiyo. Naona nasema mimi sitaki hayo mambo. Wewe mama tulia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulia. Mtoto wako akiwa na kipawa, mtie moyo. Hicho kipawa kitamtoa, kitampeleka mpaka kwenye ndoto zake. Atamiliki, atakuwa mtu wa heshima, atakuwa mtu wa kuinuliwa, kwa sababu alizingatia kipawa chake na ulimtia moyo. Na kuna wengine watoto mpaka wanatoa ushuhuda, wanasema mimi nilikuwa nacheza mpira wa miguu. Mtoto wa kike enzi za zamani walikuwa wanazuilia kwamba mtoto wa kike akacheze mpira, huo ni umalaya na utovu wa nidhamu, enda kuvaa mabukta, mara inakuwa nini, ataolewa na nani? Watoto walikuwa wanapata shida kipindi cha nyuma. Sasa hivi afadhali, wengi wameelimika baada ya kuona watoto wengi wamefanikiwa kupitia hayo mambo. Huyo binti akatoa ushuhuda, akasema kwamba mimi nilizuiliwa sana, lakini moyo wangu ulikuwa unawaka kwa mambo kama hayo. Akacheza mpira mpaka amechukuliwa, ameenda Ulaya kucheza Ulaya, malipo yake makubwa. Amekuja amewajengea na nyumba wazazi. Leo ndio anasema tunamshukuru mwanetu maana amefanya vizuri, lakini walimpinga. Leo kuna vipawa vingi mno, vingine masarakasi. Watu wanapata hela, wanaenda mpaka Ulaya, wanachukuliwa na wazungu kwa ajili ya vipawa vyao, wanapata ajira. Muache kama na kipawa hicho, muache. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Usiseme hivi vipawa ni vya wauni kama hayuko kwenye nidhamu. Lakini anamtii Mungu, anafanya kwa ajili ya maslahi, ni wauni wapi? Tafasiri mbaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sisi ndio wazazi. Mimi hapa ninapozungumza nina uhakika nasema na wazazi. Amina. Wazazi ndio lango la watoto. Na tuwabebe na tuangalie. Na sababu yetu ni kubwa. Watoto watatushukuru, na Mungu ambaye tulimshika watampenda kwamba Mungu wako mama alikuwa mzuri.
Maombi yako mama yalinipeleka mbele. Machozi yako mama yalinitoa. Sadaka ulizotoa kwa Mungu zilinena vyema. Mtoto ana maisha. Haleluya. Amen. Na yeye hata alipoteza hilo neno atakuja kuwaambia watoto wake. Amina. Kwamba alikuwepo mama yetu. Imani nimegundua nyingi watoto wanazitoa kwa mama. Maana tunaangalia katika ile waraka wa Yohana, tunamuona mama mmoja ambaye watoto wake walilisi imani kutoka kwa bibi yao, wakaishika, wakaitendea kazi na ikawapa mafanikio makubwa. Kwa hiyo imani hii tuliyoishika leo, mimi na wewe, kwa zamu yetu tuisimamie. Fungua kitabu cha Misali 3. Misali sura ya 3. Mstari wa kwanza. Mstari wa kwanza unasema, mwanangu usisahau sheria yangu. Mwanangu usisahau sheria yangu. Bali moyo wako uzishike amri zangu. Moyo wako uzishike amri zangu. Maana zitakuongezea wingi wa siku. Zitakuongezea wingi wa siku. Na miaka ya uzima na amani. Na miaka ya uzima na amani. Rehema na kweli zisifarakane nawe. Zifunge shingoni mwako. Ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele ya wanadamu. Tosha. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema, mwanangu usisahau kushika sheria ya Mungu, maana ukiishika kuna manufaa utakayoyapata. Anasema zitakuongezea wingi wa siku na miaka ya uzima na amani. Sisi wamama tukishika neno la Mungu lazima tuongezewe siku, lakini na amani. Miaka yetu itakuwa mingi. Pia nasema rehema na kweli, huruma na kweli zisifarakane na sisi. Zisifarakane na sisi. Zifunge shingoni mwako, ziandike juu ya kibao cha moyo wako. Usisahau kuwa mtu wa huruma ndani ya kanisa mama. Amina. Kwa sababu mwanamke asipokuwa na huruma, dunia itapotea. Mwanamke akijifunza ugaidi, dunia itapotea, watoto watapotea. Ukiwafundisha watoto wako kuvuta bangi, ukiwafundisha watoto wako kugombana, utalipoteza kusudi. Rehema na kweli uzifunge kwenye shingo yako, usifarakane nayo. Mimi najua wanawake tumeumbiwa huruma. Mwaka 96 niliwahi kupokea kijana mmoja mkimbizi, wanakimbia kutoka Burundi. Wamekimbia, wamechoka, miguu ilishavimba mpaka ikawa migumu kama jiwe. Nguo rangi yake ilishapotea. Yaani maji wanayokunywa, yoyote atakayokutana nayo maji yawe mekundu meusi ni kunywa, ili mradi anywe aondoe kiu. Kwa hiyo walikuwa wanakimbia wengi. Walipofika pale kijijini kwetu, mtendaji akawazuia, akasema kaeni hapa. Wananchi wakapigiwa filimbi, njoni jamani, saidieni hawa watu. Kila mtu aangalia atakayempenda amchukue. Na sisi tulipenda kijana mmoja, tukamchukua, tukampeleka nyumbani na baba. Hajui hata Kiswahili. Bahati nzuri hapa anajua Kiingereza. Baba na yeye anafahamu Kiingereza, wakawa wanaongea. Tukamwambia swala la wokovu, akasema msiniambie hayo mama. Unajua kuna mtu anaweza kupata shida mpaka akaona hivi, duniani hakunaga wema. Maisha walioyapitia yalianza kuifundisha akili yao kwamba duniani hakuna mwema, maana wamepitia vita,
wameuawa, watu wamepasuliwa matumbo, wametolewa watoto tumboni wakatupwa, wengine wakawekwa kwenye vinu wakatwangwa. Wanaona watoto wachanga wanatwangwa kwenye vinu, wananoga kama kisamvu. Akasema duniani hakunaga wema, kwa hiyo nyinyi hamwezi mkanihubiria mimi. Kwani duniani kuna mtu anaweza kutenda mema? Haipo, tunadanganyana. Tulipata kazi kumuelewesha, saikolojia ilishahama, anajua ni ugaidi juu ya ugaidi. Tulimsaidia sana. Baadaye Roho Mtakatifu akaja kwake, akaingia, akanena kwa lugha kuanzia asubuhi mpaka jioni, ndipo mabadiliko yakaja. Yule kijana akampenda Yesu tuliyekuwa tunamsema, akaanza kumtumikia kwa akili yake na moyo wake wote. Yaani dhambi, alikuwa akimwona mtu anatenda dhambi anatamani kumtafuna. Yaani mpaka sisi tena akaanza kuonekana kama sisi tunalea dhambi, yeye ni mkali kwenye dhambi. Sasa sisi ni wachungaji, tutakalipia kila mtu. Sisi wakati mwingine tunabeba madhaifu ya mtu ili huyu mtu baadaye aje amuone Mungu. Sasa yanaona mnawahurumia. Akisema mguu pande ni mguu pande, geuka nyuma, geuka, usifanye hivi. Nikaona utakatifu huu sasa ni hatari. Tukaendelea kumlea mpaka akawa mzee wa kanisa. Baadaye lile kanisa sisi tulihama, tukamwachia akawa mchungaji. Walinyoka watu wengine, walishindwa kuweza misimamo yake. Uwe mchanga wa kiroho utauelewa utakatifu mpaka utauelewa. Hakuna kugusa dhambi. Wengine walishindwa wakaanguka. Lakini baada ya kuendelea, Mungu alitengeneza roho yake. Leo analea watu wengi sana. Amen. Amekuwa mpole, anawavumilia watu. Unaona? Kwa hiyo rehema na kweli zisifarakane na wewe. Wahurumie watu. Usione mtu kaokoka hajaelewa na huyu naye vipi? Haelewi nini na nini, mwenye dhambi. Hapana. Mvute kwa Mungu. Maana sisi tuna huruma nyoyoni mwetu. Watu kuokoka au kubadilika ni mchakato. Mtu kuja kuelewa wokovu ni hatua kwa hatua. Hawezi akaja leo akaelewa leo hiyo hiyo. Akija na kasuruale, mwache tu aje. Usiseme kitovu nje, ili kanisa sasa limekuwa dangulu. We mwache aje. Amen. Atakuja kukutana na Mungu wa mahali hapa, yeye ndio atakuwa mzuri kuliko hata sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mwache aje, muombe, kuwa rafiki yake. Amina. Mwishowe atatoka, atakuwa mama bora, mama mzuri, binti mzuri anayemtumikia Mungu. Amen. Kwa hiyo rehema na kweli zisifarakane na sisi. Tuzifunge shingoni mwetu wa mama. Amina. Tuziandike kwenye vibao vya mioyo yetu. Ndivyo tutakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Amen. Najua kuna watu wengine wako na akili mbaya. Wagomeshaji wa maendeleo kanisani. Hataki kuwa mwanajeshi wa Yesu. Wakimwambia vaa sare tutembee, hataki. Sare ni usemi mmoja, lugha moja. Baba yetu ni mmoja, ubatizo ni mmoja, tunie kitu kimoja, maono mamoja. Yeye hayumo. Kazi yake ni kuwachanganya tu. Kila kitakachosemwa, yeye ni mpinzani wa chenyewe. Na ni mwana mama. Wanawake hatunaga hizo uruka. Kwanza watu wanaoongoza kufanya vikundi ni wanawake. Lakini leo tukiingia kanisani, tunaona ndio sehemu ya kutengeneza makundi. Mbona huko kwenye mavikundi yako ufanyagi makundi? Nenda unakimbia saa 8 kamili. Isivuke dakika moja. Unaogopa kupigwa faini. Umekuwa mtii na mnyenyekevu kwenye vikundi huko. Ukifika kanisani, saa unayoitaka ndio nakuja. Nani alikuambia kuna Mungu wa hivyo? Hayupogo. Kubali usikubali. Amen.
Leo wamama wengi wamejiingiza kwenye shida na laana kwa sababu wameshindwa kumtii Mungu. Wanakaa kanisani mpaka wanazoeamo. Hata mwongoza ibada akikosea kipindi kimoja unamuamulisha, umesahau sadaka. Hiki ni kipindi cha sadaka, sio cha shukrani, unamfundisha. Lakini wewe ndio mgomeshaji wa kwanza. Mimi leo sikwambii kujenga magari na majumba, na kuambia misingi ya wokovu, halafu ndio hayo majumba uje uyapate. Amen. Na wengi wanapenda sana injili za kwambia Mungu atawainua. Ndio, lakini kuinuliwa kuna misingi yake. Ukubali usikubali, neno lina kanuni. Soma Kumbukumbu la Torati 28 utaona. Lakini mkitaka kumjua Mungu, musikilizeni anachowaambia, tena musikilize kwa bidii. Amina. Kutenda na kufanya yale anayowaagiza, ndipo mtakapobarikiwa. Amina. Na kuinuliwa. Leo watu wanataka tukuambiwa utakuwa milionia. Ndugu yangu, milionia hapa kuna kanuni, ila hizi kanuni unaziweza kwa sababu hazihitaji uende kusoma. Zinahitaji kusikiliza kwa bidii na kufanya kile ulichoambiwa. Hiyo ndio CV yako, si ndio? Amina. Saa ngapi mama? Naweza kutoka hapa usiku. Muda umeenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ni lazima tuangalie kanuni, misingi ya huu wokovu. Hii nyumba haiko hapa inaelea, ina msingi. Na yule aliyejenga msingi ndio alikuwa makini, kwa sababu ndio unabeba jengo. Na kama alifanya vibaya, maana yake linaweza kupasuka, ikawa hasara kubwa. Na wewe usipobeba msingi wa neno la Mungu, ni hasara kubwa. Watu wamekaa kanisani, hawabarikiwi, hawainuliwi, halafu wanaanza kupigwa na magonjwa. Na matokeo yake zinakuja dalili za kufa kiroho. Mahubiri yanaendelea, unasinzia. Waulize wote kwenye Biblia waliosinzia kwenye mahubiri. Walianguka wakapasuka matumbo. Haleluya. Amen. Unakuwa unasinzia tu. Siku moja nikaenda kuhubiri kanisani. Kanisa moja wameniita. Wazee wa kanisa wote walikuwa kama pale. Wote wanasinzia. Nikasema hapa kuna shida. Kwa nini muda wa mahubiri nyewe wazee wa kanisa mnasinzia? Hili kanisa mnalipeleka wapi? Usingizi wanapigana tu hedi. Huyu analeta hivi kichwa na huyu analeta hapa hapo. Wawili. Sema shida hii hapa. Mulinzi wa kanisa nasinzia. Hilo kanisa lazima litavamiwa. Wambea watakuwa nje na walonga ibada watakuwa humu, kwa sababu hawa wanasinzia. Wewe mama mlinzi wa kanisa unaitwa jeshi, unasinzia kanisani. Mahubiri yanaendelea, umesinzia. Hujui wamesoma kitabu gani, unasinzia. Ni hasara. Mfalme Azia alianguka dirishani, akadondoka, akaumia, akaenda kulala kitandani. Ikabidi aende kutafuta watu waende kwa mganga kuuliza uhai wake utakuwa salama. Elia akaja akasema, wewe hapa kuna Mungu, wala hii nchi haitegemei waganga wa kienyeji, kwa sababu umetuma watu waende kuuliza kwa Beelzebuli, mganga wa kienyeji. Nasema hauponi, unakufa. Watu wote wanaosinzia ovyo makanisani, ni kiongozi anasinzia, ni idara gani anasinzia kwenye mahubiri, kanisa itavamiwa. Waongo watakuwa wengi, waangusha maono watapata nafasi, wataharibu kanisa, halitaenda. Bwana asifiwe. Amka wewe usinziae, ufufuke katika wafu na Kristo akuangaze. Wamama ni saa ya kuamka. Wanawake ni saa ya kuamka.
Kama uko duniani wanawake wamechachamaa, wanasema wanataka kutafuta maisha, wanataka kujenga nyumba, wanataka kuwa wafanya biashara wazuri, wanataka kwenda Dubai, hawataki kuolewa, wanataka kuleta maendeleo wenyewe. Wewe kanisani unasinzia. Eti mimi siyawezi. Kila siku narudi nyuma. Ulikuwaga unakaa hapa, leo uko huko nyuma. Malaika wa Bwana pita kwenye zamu yake, ulikuwa unaishi hapa, unakaa hapa, anakuta haupo, amekaa hapo huyu mama. Hizo baraka zinaenda na nani? Amen. Zinaenda na nani? Aliyekaa hapo. Kila siku wengine ni kuhama viti mama kanisani. Alikuwa anakaa mbele, anarudi nyuma. Na tunajuaga wanaorudigi nyuma, mama yangu, kuna shida. Kama ulishachagua kiti cha mbele, fikia hapa hapo, nakupa siri ya bure. Kuna siri yake katika mikao ya kanisani. Hakika. Unahama, unahamishwa nini? Kuna miba. Eti bwana, sasa hivi moyo wangu uko vibaya, kukaa mbele staki, bora nikae nyuma niwe ninawaona huku siwaoni huko mbele vizuri. Si ndio naanza kupelekwa kwenda wapi? Kwani tukianza kutoka humu tutaenda wapi? Si tunaenda hivi, tutakuja huku. Sasa ujue hatua zimeanza za kwenda nje. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Usihame kwenye kiti chako, ukikuta amekaa hapo mwingine, mtoepo. Mwambie hapa nakaaga mimi. Adam na Hawa walikutwa wapo bustanini. Adam, uko wapi? Niko huku, nimejificha jamani. Mungu akasema tena, wewe ondoka kwenye hii bustani. Bustani kafungwa, ikalokiwa kufuli na malaika mlinzi na upanga. Usiingie hapa. Si ulitoka? Na wewe unatoka kwenye kiti chako naenda huko. Toka. Utakuta wameweka makufuli wengine. Na baraka zile zitaenda na mwingine. Maana Mungu huwa anatukuta tulipokaa. Mungu anakukuta hapo hapo kwenye kiti chako. Anasema na wewe, sauti yake unaielewa na unampokea ukiwa kwenye kiti. Na akianza huduma anaanza kiti kwa kiti. Umehamia kushoto, umetoka kulia. Muelewe. Amen. Unafikiri Mungu hana kanuni? Anazo. Hata kuhama kanisa ni kutokuelewa. Wewe Mungu wakati anakuokoa alijua makanisa yote yapo. Kwa nini hakukuruhusu uende? Alikwambia ni hapa kwa Mdoe. Akakuleta mpaka ukaingia ukaombewa sala ya toba. Akakukabizisha. Sasa wakati mwingine wapo wanasema, mimi niliota kabisa nimekuja kwenye hili kanisa, tena kulikuwa na utukufu mwingi sana, Mungu alinionyesha. Lakini kufumba na kufumbua kamebadilika, anasema hili kanisa hamna, mimi nahama na yule aliyekuonyesha ule utukufu. Sasa hama tu uone. Yaani huyo Mungu atakufuata, atakurudisha. Ukienda huko kasema Bwana asifiwe, hawataitika, maana huna kibali huko. Mungu alikuleta hapa akiwa na maana ya kwamba mchungaji na mama mchungaji wa hapa wana uwezo wa kukubeba wewe na udhaifu wako, na wanaweza kukufikisha kule unakotaka kwenda, na wanaweza kusababisha baraka juu yako ambazo Mungu ameziandaa toka kuzaliwa kwako. Sasa wewe unafikiriaga Mungu anaruhusu tu tusali popote? Si kila madhabahu ni yako. Kwani mbona unaolewa na mwanaume mmoja mpaka mnazeeshana, kuachana mpaka kifo? Makanisa menyewe ndio Mungu amesema kila kanisa uende. Maana kila kanisa au kila madhabahu ina mchungaji, na huyo mchungaji ana Roho Mtakatifu. Au mwingine hana Roho Mtakatifu, ana Roho Mtakafujo.
Kinachotembea kwenye madhabahu ni uwepo wa Mungu, wa Roho Mtakatifu ulio ndani ya huyo mchungaji. Ndio maana akikuombea kitu kinatokea. Na ukienda kwenye madhabahu nyingine sasa usioijua, umejipeleka wewe kwa ajili ya kiburi chako, eti wamenihubiria, nimeona nihame, sijui michango imezidi, nimeona nihame. Utakuta yule mchungaji na ana roho. Kama hana roho ya Mungu, hana roho nyingine, itakudaka hiyo hiyo nyingine na itakuharibu. Hata kama ni ya Mungu, hajakuitia kwa huyo mtu, hajakuitia. Mungu anajua kutuandalia kila mtu baba yake atakaye kuelewa wewe na udhaifu wako, atakaye kubeba hata kama umekosea, bado anakubeba kama mtoto. Amen. Hivi mnajuaga wachungaji waga wanawapenga makamasi wa shirika katika ulimwengu wa roho? Kitu hiki niliwahi kukiona. Ninaota ninamtolea makamasi mshirika, lakini akija kanisani ni msafi, hana makamasi, lakini kwenye ndoto ninamtolea nini? Kamasi. Nikawa nasema nini hiki? Atakuja kugua mafua. Kumbe ni malezi ya kiroho. Mwingine anakuwa bado hata haelewi kupenga makamasi katika ulimwengu, haelewi chochote kwa Mungu. Yaani unamsaidia mpaka na tongotongo unazitoa, hajui kupenga. Ni sawa naona hivyo, kaona katoto kako kadogo hakajajua kutoa makamasi, unakatolea, bado ni katoto, hakajui kitu. Sasa mama mchungaji anakubeba, anakuelekeza, hujui, anaendelea kukuelekeza, anapewa moyo mpana wa kukuvumilia wewe mpaka uelewe, mpaka inafika sehemu naelewa, amekupenga makamasi, amekuosha tongotongo, amekunawisha miguu, amekuosha wewe bila kujua. Mpaka umefika sehemu sasa unaona baraka, unasema jamani, Mungu nilimuita akaitika, mwanangu leo ameshinda mtihani, ameenda kidato cha 6. Kuna aliyeshughulika, aliyekusaidia wewe. Je, umechoka kubeba vifungo visivyoonekana? Je, maisha yako yamekwama bila sababu? Njoo upokee uhuru wa kweli kupitia neno la Mungu chini ya mchungaji Bishop James Mdoe. Mnamwachia. Mlishika miguu yake mkasema hataenda mbali, ataleta aibu nyumbani, na mimi naikanyaga miguu hii na iachilie upako, ambapo vifungo vinafunguliwa, mizigo inaondolewa na hatima zinaachiliwa kila siku ya wiki kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Bila kusahau Ijumaa kuna mkesha mkubwa maalum ambapo watu watafunguliwa. Kutakuwa na nafasi ya kuombewa mtu mmoja. Mahali ni Kitunda Kibeberu, shukia kituo cha madawa, au wasiliana nasi kwa simu namba 0622738221. Hakika hii sio ya kukosa. Njoo na jirani yako. Mungu akubariki sana.